Maafisa wanne kutoka kituo cha polisi cha Mai Mahiu katika kaunti ya Nakuru ambao walikamatwa baada ya kushtakiwa kuhusika katika mauaji ya mwenzao watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Naivasha kwa siku 10. Hii, mtazamaji, ni kulingana na uamuzi wa mahakama ya Naivasha baada ya upande wa mashtaka kuomba mahakama siku 21 za kufanya uchunguzi wa kina katika kesi hii. Upande wa utetezi ulikuwa umeomba kuwa waachiliwe kwa dhamana. Tumpate sasa mwanahabari wetu Victor Ngaruya na mengi. To identify the body. Wakiwasilishwa mbele ya mahakama ya Naivasha, maafisa hawa wanne, Jim Moreithi, Emmanuel Sang, Anthony Wangombe na Joshua Keter, wanaohudumu katika kituo cha polisi cha Mai Mahiu, kaunti ya Nakuru, walikamatwa baada ya kutuhumiwa kuhusika katika mauaji ya mwenzao Koplo Hassan Lolkidid pamoja na njama ya kuficha uhalifu huo. Upande wa mashtaka uliomba mahakama kuwaruhusu kuwazuilia washukiwa hawa kwa siku 11 katika kituo cha polisi cha Naivasha ili kukamilisha uchunguzi, ikiwemo kurekodi kauli za mashahidi. Section 14, the gravity... Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa iwapo washukiwa wangeachiliwa, huenda wangeingilia mchakato wa uchunguzi. Juhudi za mawakili wa washukiwa kuomba dhamana ziliambulia patupu. The affidavit, it is my submission that the state has not produced any compelling reasons as to why they need 21 days in custody. Kulingana na ripoti ya polisi tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025, kikosi cha doria kilichojumuisha marehemu Koplo Lolkidid kilipokea dokezo la shauku kuhusu lori lililokuwa likipakuliwa tairi na vifaa vya ujenzi katika eneo la msikiti. Maafisa hao walipofika eneo hilo walikutana na takriban wanaume 10 wakipakua mizigo hiyo, ila walitoroka mara moja walipojaribu kuhojiwa. Katika harakati za kuwatafuta na kuwakamata, milio ya risasi ilisikika na baadaye mwili wa Koplo Lolkidid ulipatikana ukiwa na jeraha kifuani. Baada ya tukio hilo, maafisa waliokuwa kwenye doria walikana kufyatua risasi, wakidai hawakujua milio hiyo ilipotoka. Victor Ngaruya, NTV. Kenyans enacted